Wapendwa taifa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristu. Karibuni katika tafakari ya Dominika ya Matawi. Dominika ambayo ni kama mlango wa kuingilia Juma Kuu, wiki takatifu zaidi katika maisha ya kanisa. Ni Dominika ya pekee sana kwa sababu inaunganisha mambo makuu mawili ambayo yanaonekana kama kupingana. Kwanza, furaha ya mapokezi ya Yesu pale Yerusalemu, lakini pili, uchungu wa mateso yake msalabani. Katika siku hii tunapaza sauti tukisema, Hosana mwana wa Daudi. Lakini pia tunasikia watu wakisema, msulubishe. Hii ndiyo siri ya moyo wa mwanadamu. Unaweza kumpokea Yesu leo, lakini ukamkataa kesho. Dominika ya Matawi, ndugu zangu, inatuliza swali kuu moja. Je, Yesu ni nani katika maisha yako? Ni mfalme unayemfuata au ni mfalme unayemsaliti kwa kupitia matendo yako? Somo la kwanza litatoka kitabu cha Nabii Isaya sura ya 50 aya ya 4 mpaka ya 7. Na katika somo hili tunakutana na wimbo wa mtumishi wa Bwana anayeteseka, ambaye kanisa linakuja kumtambua kama sura inayomtangulia ya Yesu Kristo. Nabii Isaya anamwonyesha mtumishi huyu akiwa si mtu ambaye ana nguvu za kidunia, bali ni mtu anayemsikiliza Mungu na anabaki kuwa mwaminifu hata katikati ya mateso makali. Anasema, naliutoa mgongo wangu kwa wale wanipigao, sikuficha uso wangu hata waliponitemea mate. Hii ndiyo picha halisi ya Yesu Kristo anayeingia Yerusalemu, akijua wazi kuwa anakwenda kuteswa, kudhalilishwa na kusulubishwa, lakini hakurudi nyuma. Alikubali mateso kwa sababu ya upendo ambao anao kwa wanadamu. Lakini jambo la msingi zaidi katika hili somo ni maneno ya huyu mtumishi wa Bwana anayesema, Bwana Mungu hunisaidia, kwa hiyo sitatahayarika. Hapa tunaona siri ya nguvu ya huyu mtumishi wa Bwana. Alimtumaini Mungu hata katikati ya mateso yake. Dominika hii ya Matawi inatualika nasi kujifunza kutoka kwa huyu mtumishi wa Kristo ambaye ni mwaminifu, kusikiliza sauti ya Mungu, kubeba misalaba yetu kwa uvumilivu na kubaki waaminifu hata katikati ya mateso tunayopitia. Somo la pili kutoka waraka wa mtume Paulo kwa Filipi sura ya 2 aya 6 mpaka 11. Na hapa tunakutana na mtume Paulo anayetupa mojawapo ya nyimbo nzuri zaidi katika Agano Jipya kuhusu Yesu. Anasema, Kristo alijinyenyekeza hata akawa mtii hata kufa msalabani. Hapa tunaona jinsi Yesu alivyo mnyenyekevu. Leo dunia inafundisha kutafuta sifa, inafundisha kutafuta mamlaka na inatufundisha pia kutafuta heshima. Lakini Yesu leo anatufundisha tujifunze kunyenyekea, tuwatumikie wengine, tuwapende wengine na tuwapende kwa moyo wa dhati, lakini pia tuwe na moyo wa kujitoa. Ndio maana Paulo anasema, kwa hiyo Mungu alimwadhimisha mno. Wapendwa, njia ya utukufu kupitia msalaba. Mtakatifu Agustino wa Hippo aliwahi kusema, njia ya kupaa juu zaidi ni kushuka chini kwa unyenyekevu. Katika Dominika hii tunaalikwa kujiuliza, je, ninatafuta utukufu wangu au ninatafuta utukufu wa Mungu? Somo la Injili ya Mathayo sura ya 26 aya 14 mpaka sura ya 27 aya 66. Na Injili katika Dominika hii ni simulizi refu sana la mateso ya Yesu Kristo, ambaye kiuhalisia si simulizi la kihistoria tu, bali ni kioo cha maisha yetu wote. Ndani yake tunakutana na watu wengi wanaomzunguka Yesu, na kila mmoja wa watu hao anawakilisha aina fulani ya Mkristo wa leo. Basi leo tutagusia baadhi tu ya watu wachache. Kwanza, Yuda.
Yuda anawakilisha Mkristo anayemuuza Yesu kwa maslahi binafsi. Yuda alikuwa karibu sana na Yesu. Alikula naye, alisafiri naye, alisali naye, alihusika naye katika kuhubiri Injili. Lakini bado alimuuza Yesu kwa vipande 30 vya fedha. Je, sisi kwa njia moja au nyingine hatujawa kina Yuda wa leo? Ni mara ngapi nasi tunachagua pesa kuliko haki? Ni mara ngapi tunachagua sifa kuliko ukweli? Ni mara ngapi tunachagua tamaa kuliko Mungu? Mtakatifu Yohane Chrysostom aliwahi kusema, dhambi haianzi nje ya mtu. Dhambi huanza ndani ya moyo wa mtu. Mtu wa pili tunayemwona ni Petro. Petro anawakilisha Mkristo dhaifu lakini anayetubu. Petro alimkana Yesu mara 3. Lakini tofauti yake yeye na Yuda ni kwamba Petro alilia kwa uchungu na alitubu dhambi yake. Ndio maana akawa mtume mkuu wa kanisa. Mungu hamkatai mtu kwa sababu ameanguka, lakini anamkataa mtu anayekataa kutubu. Mtu wa 3 ni Pilato. Pilato anawakilisha Mkristo anayejua ukweli lakini hataki kufuata ukweli huo. Pilato alisema, sioni hatia kwake, akimaanisha kwamba hakuona hatia yoyote kwa Yesu, lakini bado walimhukumu Yesu. Kwa nini? Kwa sababu aliogopa watu. Ni mara ngapi mimi na wewe tunaogopa kusema ukweli katika kazi zetu ili kutetea maslahi binafsi, kazi au vyeo? Ni mara ngapi tunaogopa kusimama kwenye ukweli wa haki? Ni mara ngapi tunaogopa kuisimamia imani yetu waziwazi? Dominika ya Matawi inatuuliza leo, je, mimi ni mfuasi wa Yesu au ni mfuasi wa umati? Wapendwa, Yesu ni mfano wa upendo unaookoa ulimwengu. Katika simulizi lote hili la mateso, Yesu halaani, halipi kisasi, halalamiki, hatishii mtu wala hakimbii msalaba. Badala yake anasamehe, ananyamaza na anajitoa kwa ajili ya wokovu wa ulimwengu mzima. Mtakatifu Francisco wa Asizi aliwahi kusema kwamba msalaba ndiyo kiti cha enzi cha upendo. Hapo msalabani ndipo tunapoona upendo wa kweli wa Mungu, si wa maneno tu, bali wa kujitoa sadaka. Wapendwa taifa la Mungu, katika Dominika hii tunashika matawi mkononi. Lakini swali si kushika tu matawi mkononi, bali swali ambalo tunapaswa kujiuliza ni kwamba, je, tuko tayari kubeba msalaba pamoja na Yesu? Ni rahisi kusema hosana, hosana, lakini ni vigumu kusema Bwana, nitakufuata hata katika mateso yako. Dominika hii ni mwaliko wa kuingia Juma Kuu tukiazimia kuacha dhambi, kurudi kwa Mungu, kupokea huruma ya Kristo na kuanza upya maisha yetu ya kiimani. Tuombe neema ya kumfuata Kristo, sio tu kwa ishara za nje, bali kwa ushuhuda kamili wa kiimani na kimatendo katika maisha yetu yote. Kristo ndiye tumaini letu.